taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekuwa nasi kwa kipindi chote cha Kwaresma. Sasa tumefika tuseme mwisho wa kipindi cha Kwaresma. Ninapotoa tafakari hii na lenga ile misa ya Alhamisi Kuu. Hizi siku tatu, Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu, basi na ile Jumamosi Kuu, ni za muhimu sana katika maisha yetu kama Wakristo. Yale yote tuliyokuwa tunajiandaa kwa kipindi cha Kwaresma, kufanya toba, kufunga, kusali, kujitoa, kusaidia watu, matendo mema, yale yote tuliyokuwa tunayafanya kimsingi yalikuwa yanatuandaa kwa ajili ya maadhimisho ya sherehe kubwa ya Pasaka. Lakini nisingependa niende kuongelea juu ya sherehe ya Pasaka. Nataka nibaki kwenye hii sherehe au misa ya Alhamisi Kuu. Masomo yanayotuongoza, somo la kwanza linatoka kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ya kwanza mpaka ya 8 na aya ya 11 mpaka ya 14. Ni somo ambalo ni zuri sana, ambalo linatukumbusha Bwana aliponena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akiwapa maelekezo jinsi watakavyokula ule mlo wa kuchinja mwanakondoo au mwanambuzi na kumula kabla ya kuanza safari yao ya ukombozi kutoka nchi ya Misri. Na vile vile akawa amewapa maelekezo kwamba hiyo siku itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana, mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Na Waisraeli wamekuwa wakifanya kumbukumbu hii kwa kula mlo huo, wakikumbuka kukombolewa kwao kutoka Misri. Mpaka leo wanafanya kitu cha namna hiyo. Na Bwana wetu Yesu Kristo kama Myahudi, hata mwenyewe alisherehekea Pasaka na wazazi wake wakikumbuka kukombolewa kwao kutoka Misri. Somo la pili ni zuri sana, linatoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 11 aya ya 23 mpaka ya 26. Masomo haya ni kuombe uyasome. Mimi nimeona nisiyasome moja kwa moja kwa sababu muda ambao mfinyo tunaokuwa nao, kusudi niweze kutoa tafakari ya vitu ambavyo vinatufaa, na masomo haya ni wazi yanatufaa, lakini kutoka humo ni kushirikisha ambayo naona yanaweza kutusaidia tunaposherehekea Alhamisi Kuu kwa mwaka huu. Hili ni zuri sana, labda nilisome. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kuwa Bwana wetu Yesu Kristo usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akisha kushukuru akaumega akasema, huu ni mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na hivi baada ya kula akitwaa kikombe akisema, kikombe hiki na agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mulapo mkate huu na kunywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Somo hili naona Paulo anasema yeye mwenyewe kwamba nalipokea kwa Bwana. Halafu akatukumbusha kabisa huyu Paulo kilichotokea wakati wa karamu ya mwisho. Karamu ya mwisho katika maandiko matakatifu inaelezwa, lakini katika ile karamu ya mwisho Yesu aliachana sasa na yale aliyokuwa wanafanya wakati wa agano la kale kama kumbukumbu ya kukombolewa kutoka utumwani Misri, na akapatia kabisa ule mlo, akatumia ule mlo huo kutuletea kitu kingine ambacho ni kizuri sana. Tukae tukijua kwamba wakati Yesu anakula ile Pasaka yake na wale wanafunzi wake, ilikuwa ni baada ya mlo ule kimsingi alienda kukamatwa. Kuone kama ndio maana wanaita last supper, mlo wa mwisho. Na maneno ndio maana mimi hata maneno ambayo Yesu aliyasema na matendo aliyatenda, kama ambavyo tutaona kwenye somo la Injili, ni ya muhimu sana. Kwa sababu mtu yote
ambaye anakaribia kufa, huwa maneno anayoyasema maana yake ni ya uzito mkubwa sana. Sasa hapa Paulo anatueleza jinsi ambavyo Yesu alichukua mkate, akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ni mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Halafu fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwamba wamege mkate ule ni mwili wake, na fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Si kwa ukumbusho ule waliokuwa na ukumbuka kutoka utumwani Misri, hapana. Ni kitu kingine kipya. Na hii ni kweli ndicho na sisi tunachokifanya. Na kimsingi sisi tunapofanya sasa hivi sio kama ni wazi tunakumbuka tendo lile Yesu la kufa msalabani, tunakula mwili wake, lakini kimsingi ni sadaka ya Yesu msalabani. Ndiyo maana tunasema kwamba Yesu mwenyewe alisema kwamba huu ni mwili wangu. Kumbe tunaweza tukasema hawa wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, mitume wake 12 aliokuwa nao karamu ya mwisho, basi ndio walikuwa kwanza. Kimsingi misa nadhani ndio ilipozinduliwa hapa kabisa. Hawa ndio walifanya misa ya kwanza ya Yesu tunayoadhimisha sasa hivi. Japo ni wazi miaka sasa zaidi ya 2000 imepita, takriban 2000 imepita tendo hili lilipofanyika la karamu ya mwisho. Kulikuwa na mabadiliko, si kwamba Yesu basi aliazimisha misa kama yetu ya sasa, lakini kitu kikubwa, tunakula mwili wake na kuinywa damu yake. Ndio maana kwenye Alhamisi Kuu tunakumbuka haya mambo matatu: kuwekwa kwa Ekaristi Takatifu ambayo ndio tunayoadhimisha katika kila misa, lakini upadirisho, sakramenti ya upadirisho, kwa sababu Yesu alisema, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Yale maneno ya kwenye misa, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kitendo cha kusema fanyeni hivi, maana yake tayari wale mitume wake aliwaweka wakfu, aliwapa ule padre ule, kitu ambacho kimekuepo mpaka leo tukikumbuka ile tukio la Bwana wetu Yesu Kristo. Upadre ukawekwa, sakramenti ya Ekaristi ikawekwa, lakini na amri ile kuu ya upendo na huduma, kama vile ambavyo tutasikia kwenye somo la Injili. Kwa hiyo haya ni maneno mazito sana ambayo tunayasikia katika somo hili. Lakini somo la Injili linatoka Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya kwanza mpaka ya 15. Si somo refu, ni kuomba ulisome, ulitafakari. Anasema maneno machache tu ya mwanzo. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu akijua ya kuwa saa yake imefika, akatoka atakayotoka hapa ulimwenguni kwenda kwa Baba, naye aliwapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Unaona, anaendelea pale akaanza kuwaosha mitume wake wale 12 miguu, na alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatoa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi kwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo hivyo. Tendo la kuwatawadha, tendo la kuosha wanafunzi wake miguu, anawaambia na wenyewe watendeane hivyo hivyo. Kimsingi hataki kusema kwamba moja kwa moja kwamba wanaoshana miguu kama kawaida, hapana. Basi ni watendeane, wapeane huduma, wapendane na wapeane huduma, wapeane huduma. Ndio maana tendo hili katika Alhamisi Kuu, kitendo hiki bado tunaendelea kukifanya. Yesu kutukumbusha kupendana na kuhudumiana. Ni tendo la muhimu sana ambalo Yesu alifanya. Baada ya hapo ndio akaanza mateso yake. Kwa ni la muhimu sana, ndio maana tunalifanya katika zile misa za Alhamisi Kuu. Ni kitu ambacho ni kikubwa sana katika maisha, upendo na huduma. Sasa kisha kusema hayo, mimi nipende kushirikisha mambo machache tunaposherekea hii Alhamisi Kuu kwa mwaka huu. Na kitu cha kwanza ambacho ningependa kushirikisha ni hiki: heshima
kwa Yesu wa Ekaristi. Nimewiwa na nadhani nawiwa niyaseme haya kwa sababu ya uzoefu mimi kama mchungaji, kama padre, kuona yanayotokea hapa na pale. Wapendwa ndugu zangu, kama nilivyogusia tayari, pale padre anapofanya mageuzo yale, ni wazo na baki ni mkate na divai tunapokula na kunywa, lakini mwili wa Kristo ni mwili wa Kristo. Na Yesu mwenyewe alisema kwamba aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele. Ukisoma ile Yohane sura ya 6, Yesu alipotoa katekesi ndefu juu ya Ekaristi takatifu. Sasa watu wengine wanahoja, wanasema hivi, kweli huu ni mwili wa Kristo, ni damu ya Kristo? Lakini mimi nawaambia hata pengine Yesu angelitokea hapa, kuna watu ambao angelikuwa na wasiwasi na kusema kwamba hivi kweli huyu ni Mungu? Jirudishe nyuma miaka 2000, yani Yesu anaonekana kama sisi, anakula kama sisi, anavaa kama sisi. Japo alikuwa basi ni Mungu, alificha ule utukufu wake wa kimungu kuona labda kwa wale aliowatendea miujiza, lakini alionekana kama mtu wa kawaida, ni Mungu na mtu. Pengine najua hata angelitokea sasa hivi watu wengi tu angelihoji, hivi kweli huyu ni Mungu, huyu mwanadamu tunayemwona? Labda wangelikuwa na wasiwasi pia. Kwa ninachosema, tuwe kwanza kabisa na imani kubwa kwamba ule ni mwili wa Kristo nao ula na ni damu ya Kristo. Imani, na tumuombe Mungu atuongezee imani, kwa sababu kwa macho yetu ya kibinadamu wengi wanaweza kupata kishawishi cha kufikiri kwamba ni kitu kingine. Na ndiyo maana ilishafanyika utafiti mdogo Marekani, nilikuwa nasoma mwaka jana, kwamba idadi kubwa tu ya watu wanakula na kunywa lakini bado wanakuwa na wasiwasi. Labda tungelifanya utafiti huo, au unayesikiliza tafakari inayokushikisha tafakari hii, ungejiuliza, hivi kweli unaamini kabisa kwa 100%? Inawezekana una wasiwasi hapa na pale, lakini unasema basi Mungu nisaidie, twende. Tuwe na imani katika kwamba ni mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini sambamba na hilo, ni kupe simulizi moja ambalo limesimuliwa na Father Schmidt ambaye ni Marekani, ni padre mmoja ambaye ni mashuhuri miongoni mwa vijana. Nilikuwa nasikiliza simulizi moja aliyotoa kitu kilichotokea yeye akiwa kijana, akiwa chuo kikuu. Kimenigusa sana. Anasema kwamba alikuwa anasoma kwenye chuo fulani huko Marekani, na katika chuo hicho walikuwa wanapenda kuadhimisha Ekaristi takatifu, misa, na walikuwa wanazunguka meza, walikuwa si wengi, altare hiyo meza yao, altare, wanaadhimisha misa, wanakula na kunywa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, wanakula na mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na katika misa hizo wao walikuwa wanatumia tuseme ile mikate, ni wazi sio tiwa tatu, lakini mikate mikubwa tu, kiasi kwamba wakati wa kula mwili wa Bwana wanamega mkate, kipande cha mkate mtu anakula na damu ya Kristo anakunywa. Lakini ilipokuwa inafika mwisho wa misa hiyo, ulikuwa unakuta vipande vidogo vya mkate mwisho vimebaki pale kwenye altare pale mezani. Lakini alisema kwamba anasema walipokuwa nafika mwisho wa ibada hiyo na kuanza kutawanyika, labda wamebaki mtu mmoja, wawili, watatu pale kanisani, kwenye kikanisa chao kidogo cha chuo, kulikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa anarudi pale altareni, anaanza vile vipande vya mikate waliokuwa na mega vile. Kama tunavyokula breakfast, kama mkate lazima vipande vitatoka. Ule ni mwili wa Kristo, ulikuwa tayari umebarikiwa, vinavyobaki anavichukua, anaanza kula, hata vile vidogo vianguka chini anakula, mpaka wanafunzi wakawa wanamshangaa, hivi huyu anafanya nini? Sasa siku moja akamuita, akamuuliza, hivi sasa huyo Padre Schmidt hajakuwa padre na yeye ni kijana kama vijana wengine wanamshangaa, akamuuliza, hivi kwa nini huo unafanya hivi? Unajua tunakushangaa sana. Basi akampa simulizi moja iliyotokea huko China. Huko China mnajua ni nchi ya kikomunisti mpaka sasa, na hata imani ya Kristo hairuhusiwi sana, wanabana sana kanisa, Ukristo hautaki, nchi ya kikomunisti ile. Basi sasa huyo father anasimulia, anasema yule kijana akamwambia kwamba ilitokea huko China, wakomunisti walikuja wakavamia kanisa fulani, wakamchukua padre, wakamfungia ndani kwenye nyumba yake anayoishi, lakini hiyo nyumba ilikuwa karibu na kanisa. Halafu wakaingia kanisani,
viti vya kukalia, wakatupa huko vitabu, Biblia wakachana, alafu wakachukua na tabernakulo wakaitoa, wakaipeleka nje, wakaipiga chini ikapasuka, na ile ekaristi ikawa imesambaa hivi. Alafu wakawa wameondoka na wamemfungia ndani kusudi asitoke nje, hata ikibidi afie mle ndani. Lakini pale muda wote mchana na usiku alikuwa anakaa kwenye dirisha lake. Kuna mara kulikuwa na kadirisha, anaangalia ile ekaristi, anaabudu, anasali, anaomba Mwenyezi Mungu amsaidie. Lakini anasema kwamba alikuja kugundua usiku mmoja wa manane kabisa, binti mmoja ambaye alimuona kwenye taa hivi, alikuwa ni muumini wake. Huyo binti wa miaka kama 12 alikuwa anafika, anakuja taratibu, ananyatia, anapiga magoti pale ekaristi iliposambaa ile ekaristi zile. Anapiga magoti, alafu anainama chini, anafanya ishara ya msalaba, anainama chini kabisa kwa ulimi, anakula ile ekaristi, anaondoka. Akawa anafanya hivyo kila siku kwa siku kadhaa. Naona alafu anafanya ishara ya msalaba, anaondoka. Basi baadaye kumbe wale maaskari wa komunisti wa Kichina waligundua kitu hicho. Siku moja wakamkuta anafanya hivyo. Na zilikuwa zimebaki siku kama 2 ile ekaristi aimalize. Basi yule binti alikuwa amemaliza kula ile ekaristi, wakachukua na vitaku vya bunduki zao, wakampiga mpaka wakamuua. Alafu wakawa wamefanya nini? Wameondoka. Akasema, sasa rafiki yangu Schmidt, sasa mimi unachokiona nafanya hiki ni kwa sababu nina heshima na ekaristi. Yesu huyu aliyatoa maisha yake yote kwa ajili yangu, na huyu hivi vipande unavyoviona ni Yesu mwenyewe, kuona mimi najitoa mzima kwa ajili yake. Na yule binti alikuwa amefundishwa, wala ile ekaristi alikuwa kamati kwa mkono, alikuwa amefundishwa kupokea kwa ulimi. Usione siku hizi basi kumekuwa na mabadiliko, wengine kwa mdomo wanapokea, wengine kwa mkono. Basi na kama ilivyokuwa corona, mnakumbuka sababu za kiafya tunapokea kwa mkono. Lakini kimsingi ukiangalia hostia ambazo zina kabla hazijabarikiwa, zile ambazo zina vipande vile, tunapowakomunisha huwa kuna vipande vinabaki kwenye mkono, na kuna kipindi na komunisha unaona ni kipande, ila mtu unaona anachukua na mkomunisha mwili wa Kristo na anaitikia amina, anachukua, lakini unaona hata kipande kingine pale unakiona, lakini anafanya mikono yake hivi, halafu anatembea, anaondoka. Zamani haikuwa hivyo. Zamani ilikuwa unapokea kwa ulimi. Kwa ulimi kuna usalama mkubwa sana, mwili wote wa Kristo unabaki hapa kwenye ulimi. Nachotaka kusema sasa ni wale watu ambao mnajisahau mnapopokea kwa mkono. Chukua ekaristi, pokea, lakini uangalie kuna kipande kilichobaki. Kipande kile kikidondoka ni kufuru moja kubwa sana. Kwa tujitahidi katika hilo. Huo ni mwili wa Kristo, tuheshimu. Kama yule binti aliyekufa kwa ajili ya Kristo pale, kama huyo kijana ambaye alikuwa anaona vipande vimebaki, lakini anavichukua, anavila, ni Kristo mwenyewe. Na nashangaa padre yule aliyokuwa anaadhimisha misa hiyo, nadhani mwenyewe alikuwa anajisahau, sijui alikuwa havioni. Lakini basi tuombeane katika haya. Tuwe na heshima kwa Yesu wa ekaristi. Unapokomunika kisha kile kipande, hata kama kipo, unakichukua kabisa kama kipo. Lakini vile vile hata wale watawa, hasa masista ambao mnafanya kazi kwa mfano ekaristi kwenye sakristia, kuandaa ile mikate midogo ambayo tunaitumia kwa ajili ya kuja kubariki na kwa ekaristi, ikiwezekana mwe mnazitikisa, kama kuna vumbi ile ndogo itoke kabisa. Lakini na wale watawa, hasa na wale wanaotengeneza zile hostia, zitengeneze vizuri, ziwe kavu, zisiwe na vumbi, kusudi sije kwa kuwa na vumbi zinatupelekea tutende dhambi. Tusingependa tufanye hivyo. Watawa mmewakini mnaozitengeneza, hasa mashirika ya kitawa ya kike, lakini vile vile na wale wanaoziandaa makatekista, tuandae vizuri. Na mapadri tu makini sana na sisi pale altareni, kisibaki kipande hata kimoja. Na hata kama kimedondoka chini, tukichukue, yule ni Yesu wa ekaristi. Mimi naniumiza sana, naona kipande Yesu wa ekaristi amedondoka pale chini, kwa kipande kadogo, na huyo mwapili atakayekuja na watatu watakuwa na kanyaga. Hiyo ni kitu ambacho ni kibaya sana. Wachungaji, tuieleze zaidi na zaidi kwa watu. Hicho ni kitu kimoja au viwili nimeviunganisha. Lakini kingine ambacho ningependa kushirikisha tena tunaposherehekea Alhamisi Kuu, tunapokumbuka sakramenti ya Ekaristi Takatifu na upadre, kingine ni hiki, ni juu ya
ya ushiriki wetu katika Ekaristi Takatifu. Siku hizi ni kama inaelekea kwa kitu cha kawaida. Kuna baadhi ya watu nakuta anapotezea, nitumie lugha hiyo ya mitaani, haendi kukomunika, amesali. Kwa nini usikomunike? Kweli utaki ushirika na Yesu? Yesu anasema ulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Utaki uzima wa milele? Utaki kuunganika na Kristo? Sio sifa, na kama ni sifa pengine si sifa iliyo nzuri. Shirika Ekaristi Takatifu. Na yangu nasema mimi sikujiandaa. Kwani usijiandae? Mapade swapo, kama una dhambi nenda ukatubu dhambi zako, uwe safi, ushiriki Ekaristi Takatifu. Lakini kuna wengine kwa makusudi fulani, basi unaona anapotezea, anapotezea. Wapo watu wengine ambao hana vikwazo vya kipekee, hawapokee Ekaristi. Lakini wapo kundi jingine ambao unakuta anapokea data bila kujiandaa. Anajua ni dhambi, anaenda kupokea. Yani kama kitu cha kijamii, kwamba na mimi wanione kwamba nimepokea. Yani watu wanapoamka kwenye mabenchi wanakuja kupokea, na mimi niunge pale niende. Watu si kama hujajiandaa kaa, kwani kuna shida gani? Wote tu wa dhambi na tunahitaji huruma ya Mwenyezi Mungu. Kwa tuwe makini, kama tujajiandaa kweli tusipokee. Lakini tujiandae, kwa sababu mapade wapo kwa ajili ya sakramenti za kitubio. Na namba 2, wala ambao ni kama show, huo mchezo sio mzuri. Na watoto wetu vile vile tuwafundishe, na ndugu zetu zidi kufundisha. Na pengine inawezekana wengine mafundisho hawakuyapata, wanaenda tu. Naona kusema kwamba nipokee, najua ni dhambi alafu niende kuungama, huo ni utoto mkubwa sana. Utoto mkubwa sana. Kwa tuwe na ukomavu katika hilo. La mwisho, tunapokumbuka vile vile sakramenti ya upadisho, hebu tuendelee kuombea mapadri wetu. Mtuombee. Tunafanya kazi ya Bwana, kusudi kazi ya Bwana sije tukaiharibu. Inahitaji utakatifu mkubwa, si kitu kama kingine chote kile ambacho mtu unaweza ukafanya. Kwa tumuombe Mwenyezi Mungu, mtuombee tufanye kazi hii vizuri. Na sisi binadamu kama ninyi tunahitaji sala zenu. Hapa pale tunaweza tukaanguka, mtuombee. Na mtusaidie. Bara ambapo mnaona tunakengeuka, mtusaidie. Ninyi ndio baba zetu, ndio kaka zetu, ndio ndugu zetu. Mengi hapo na mtayasikia makanisani. Mimi yangu na hayo, nikutakie sherehe njema, misa kuu kabisa ya Alhamisi Kuu, na Ijumaa Kuu na Jumamosi Kuu zinazokuja, na Pasaka njema kuu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wa kongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini, ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 11 jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi mkabala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa. TMP Bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi wasiliana na Sister Zawadi kwa simu nambari 0754039465. Karibu TMP Bookshop.